Wakati mwingine watu wanapokuja kutu approach, nilisema mwanzo, wanakuja na ngozi ama wanakuja na vinyago vya sura nyingine. Atakuja mwema sana, lakini hawezi kuwa na ile tabia aloigiza kwako kwa watu wake wa karibu, kwa sababu watu wake wa karibu wanamfahamu. Trust me, haiwezekani mwanaume kakutongoza mpaka umelala naye, huu ni mwezi wa 3 au huu ni mwaka, haumjui rafiki yake, haujui mazingira ya kwao, haujui ndugu zake, haujui chochote. That is very very bad. Hiyo ni hatari sana. Ndio hii nasemaga, unaenda kumfuata demu mwenyewe Gongo la Mboto, unaona pisi kali, pisi imekuja Kinondoni, pisi unaiona hii pisi ndio yenyewe, afu unaenda kwao Gongo la Mboto unajiachia, fuata wanakuangalia, sema yule mtoto yule si ndo anapigwa mtungo kila siku. Kwanza yule mtoto mwanaume mmoja akuelewi, yule anataka wanaume kuanzia 3 kwenda mbele. Hii jamaa kajiona kapaa, hata wewe unajitutumua kwa watu wanakuona demu wa mtungo tumemchukua. Unaelewa? Kwa lazima uende mazingira ya nyumbani kwao pia uangalie hao wanamtazama. Na sometimes unaweza ukajenga hata urafiki na mtu fulani kule. Unajua kuna maneno ya umbea ndio, lakini wewe kwa sababu una akili unajua hili ni umbea na hili kwa sababu unalifanyia utafiti baada ya kusikia. Unaenda kwa mwanaume unajifanya mwenyewe unashushwa na gari ama unaendeshwa na gari na umepata mwanaume, kumbe mwanaume anatumia vidonge. Mwanaume ameshaathirika long time. Au mwanaume malaya long time. Lakini kwa sababu unajifanya mapenzi yako yanakuhusu wewe, hutaki taarifa, watu wanakuangalia, watu wanacheka, wanakuchekea, watu wanamwacha ajiue. Sio, unanielewa? Kwa hiyo lazima utumie jicho la 3 la watu waliomzunguka kuweza kumfahamu mwenzako vizuri.